kama unakumbuka lile tukio lililotokea kwenye uwanja wa gofu wa kimataifa ambapo Trump alishambuliwa. Kijana bana anaitwa Ryan Roth, ambaye yeye alihusika kwenye tukio hili na alikamatwa siku ile. Kesi yake ilianza tarehe 8 mwezi Disemba na imetamatika kwa kijana yule kuhukumiwa kifungo cha maisha jela. Anaitwa Ryan Roth amehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kujaribu kumuua Rais Trump kwenye uwanja wa gofu wa Florida mnamo Septemba 2024. Roth mwenye umri wa miaka 59 alipatikana na hatia mwaka jana ya kujaribu kumuua Trump, ambaye wakati huo alikuwa mgombea urais katika klabu ya gofu ya kimataifa ya Trump huko West Palm Beach. Sasa afisa wa jeshi Marekani katika eneo hilo aliona mtutu wa bunduki ikichomoza kutoka kwenye kichaka na kumpiga risasi Roth, ambaye kisha alitoroka eneo la tukio na kukamatwa eneo la karibu na uwanja huo. Sasa hukumu tayari imetoka. Kijana yule bana, maisha ya uraiani bye bye. Maisha ya dunia bye bye. Manake kifungo cha maisha sasa wewe. Kifungo chenyewe, kesi yenyewe utakumuua rais wa nchi. Manake afisa rais wa nchi, rais wa Marekani. Kuna moja ile katika uchaguzi mwaka jana mtei ile ambayo Trump alikoswa risasi katika kipindi anahutubia na kuna jimbo la Pennsylvania. Kuna baadhi wakasema kwamba Trump bwana hii tukio ameitengeneza ili apate umaarufu wa kisiasa, apate sympathy kutazama. Kwa sababu najua alikuwa ametoka na makesi yake mengi kutazama kipindi kile mpaka wakamuondoa kwenye mitandao. Kwa maana Trump ni mtu wa kutengeneza matukio ili kuna uchaguzi. Na kwa kweli ile tukio la Pennsylvania la kupigwa risasi na kukoswa, huwezi kuamini watu wengi ambao wanajulikana katika, kwa sababu kuna yale majimbo yanaita blue state, swing state na red state. Sasa yale ambayo yalikuwa katika swing state, yale majimbo ambayo tunasema sio majimbo ya Republican au Democrat, ambayo ni majimbo 7. Yale majimbo huwezi kuamini Trump alishinda yote. Yani mpaka uchaguzi mwaka jana, yani ndio historia kwamba Trump ameshinda kwenye majimbo yote ya swing state ambayo inaitwa battleground state. Lakini sasa inatajwa ile tukio lake ambalo la kupigwa risasi afa akakoswa, afa kama ni maarufu akajishika, wakaja pale wenzake wakamchukua. Ile tukio linatajwa kama lilibadilisha upepo, kwa sababu bora jamaa unataka kumuua huyu, mbona unamzingua kwa wangia kuna uchaguzi akashinda mapema zaidi ya Kamara. Naitwa Robert Ndauka kutoka Mburahati Barafu. Kwa yanayoendelea duniani kwa sasa, kiukweli kabisa naona kama dunia inaelekea mwishoni. Yeye ni mtazamo wake. Haya. Ayubu Rajabu anapatikana Singida, anasema naungana na nyie sasa hapo studio ni Kakamte kwa ajili ya uchambuzi na taarifa mbalimbali. Asante pia kwa kufanya hivyo. Asanteni kwa uchambuzi wenu uliotukuka. Nipo na nyie bega kwa bega. Anaitwa hadi tamati, anasema anaitwa Mashaka Joseph kutoka hapo Magomeni, Dar es Salaam. Lakini pia nisome kama kabisa kutoka Mandare, Jitengeni, kaka tuko pamoja. Asante pia kwa kuwa na sisi. Huyu anasema mimi naitwa mkimia mkuu Andrea Mkufia, mapema sana hapa ndani ya East Africa Radio. Tunahabarika na wapata vyema kupitia 93.5 kutoka pande za Mwanga, Kilimanjaro. Tuko mbele pamoja sana mpaka tamati. Bana, sisi tunahitimishia hapo kwenye Morning Express. Muda mchache ujao itakuwa ni kwa ajili ya wino mzito. Naamini zipo taarifa nyingine nyingi ambazo umekuwa ukituandikia, umekuwa ukizifuatilia, na sisi hapa tutazichambua vizuri tu. Wapo wale ambao wanatuandikia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Nimekuona Ahmedi Rufai anasema tupo katika kipindi bora na tunawasikiliza mkiwa na uchangamfu mkubwa sana. Mungu awabariki, awazidishie afya njema. Asante pia. Asante kwako Godlisten Child, anasema napenda sana jamaa anavyochambua, anajua sana. Haya, asante bwana, naongera sana pia kwa kuungana na sisi kupitia kwenye ukurasa wetu huo wa YouTube wa East Africa Radio. Hakika hapo mjengoni mnapambana kutupa habari zenye ukweli. Hongereni, tuko pamoja. Mzee Mgaza, waziri Mgaza wa Maramba Mkinga huko, itakuwa ni Tanga. Sisi tupo, tukirejea hapa itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya kuzungumza yaliyoandikwa kwenye magazeti, mitandaoni, kupitia kwenye wino mzito. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. Hii